Iran imesema inataka kuongeza nguvu ya jeshi lake. Kupitia waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi amesisitiza ulazima wa kuimarisha nguvu za kitaifa na uwezo wa kiulinzi wa nchi hiyo, akisisitiza kwamba kuendelea kuimarika kwa kikosi cha kuzuia cha Iran ni muhimu kwa ajili ya kulinda maslahi ya taifa hilo la Kiajemi. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema hayo wakati akielezea namna ambavyo Iran imejipambanua ni taifa la aina gani katika ulinzi, hasa katika vita vya siku 12 kati yake na Israel. Na sasa kutokana na madhaifu yalionekana katika siku 12 imeshatibu mapungufu yake, lakini pia wakati huu inajijenga, lakini pia wakati huu inataka kujenga jeshi kubwa zaidi na jeshi lenye silaha za hatari ambalo litaweza kumpiga adui yoyote katika ulimwengu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni alizungumza hayo na alielezea maendeleo ya hivi karibuni katika sera za masuala ya mambo ya kigeni, lakini pia akiangalia juu ya masuala ya kitaifa hasa katika nyanja ya ulinzi na usalama. Amepitia upya mwenendo wa siasa za nje katika mwaka uliopita. Ameutaja utetezi wa kishujaa wa taifa hilo la Iran dhidi ya uchokozi uliofanywa na utawala wa Israel na Marekani mwezi Juni kuwa ni hatua mabadiliko katika historia ya taifa hilo. Hata hivyo, ameashiria juhudi zinazoendelea za Wizara ya Mambo ya Nje za kutetea haki na maslahi ya wananchi wa Iran, akisema wamehifadhi umoja na mshikamano wa kitaifa, ni wajibu wa pamoja na ni sharti la mafanikio ya nchi katika kukabiliana na uadui. Iran, kutokana na kile kilichotokea mnamo mwezi Juni katika vita kati yake na Israel, imejifunza mengi na sasa ipo katika mipango ya kutengeneza jeshi lenye ujasiri na jeshi la hekima, anasema Araghchi. Ametaja hekima, ujasiri na azma thabiti ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei aliyejitolea kulijenga jeshi la Iran na kujenga umoja wa kitaifa na mshikamano wa wananchi wa Iran kuwa ni kipaumbele na ni vipengele muhimu katika kuchagiza ushindi wa kihistoria, hasa akigusia vita vya siku 12. Waziri huyo wa mambo ya kigeni amesisitiza haja ya kuendelea kuimarisha nguvu na mamlaka ya kitaifa katika nyanja mbalimbali za ulinzi pamoja na kuhifadhi na kuimarisha mtaji wa kijamii na uwiano wa kitaifa. Tarehe 13 Juni utawala wa Israel ulianzisha vita dhidi ya Iran vikilenga maeneo ya kijeshi, maeneo ya nyuklia na makazi kwa muda wa siku 12 mfululizo. Marekani baadaye ilizidisha mzozo huo kwa kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran huko Natanz, Fordo na Isfahan mnamo Juni 22. Jeshi la Iran lilitoa jibu la haraka na la nguvu katika kupitia kikosi chake cha wanaanga cha IRGC ambacho kilifanya mashambulizi 22 ya makombora ya kulipiza kisasi chini ya operesheni ya True Promise 3 na kusababisha uharibifu mkubwa na hasara kubwa kwa miji katika maeneo yanayokaliwa ya Israel. Katika kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani, vikosi vya Iran pia vililenga kambi ya anga ya Al-Udeid nchini Qatar, kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika eneo la Asia Magharibi, kwa safu ya makombora. Makabiliano hayo yalimalizika Juni 24 wakati usitishaji mapigano ulipotekelezwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.